Unatazama ER Media TV Tabora Town. Bwana, leo ilikuwa ni siku ya mtoto wa Afrika ambayo imefanyika mkoani Tabora katika wilaya ya Tabora mjini. Kama mnavyoona, sherehe zetu tumeziazimisha kwa furaha kubwa. Watoto wameonyesha uwezo mbalimbali, lakini pia watoto hao wamezungumza mambo mengi ambayo yanawakabiri, yanakuwa ni changamoto kubwa sana katika maisha yao. Kwa hiyo nitaenda kuwahoji watoto wawili watatu ambao wanazungumza nini juu ya suala hili la mtoto wa Afrika. Kwa majina naitwa Leontina Vedastus, ni mwanafunzi wa shule ya Tumaini Model Art School. Natokea mkoa wa Mwanza, niko kidato cha 4. Kwa upande wangu mimi nilipitia changamoto ya kubeba ujauzito nikiwa na umri wa miaka 18, nikafukuzwa shule. Nilifukuzwa shule, nilikaa nyumbani ndani ya muda wa miaka 2 bila kujua nini cha kufanya, lakini wazazi wangu walinipambania. Baada ya muda mfupi nikapata shule inaitwa Tumaini Model Art School inayokubali wanafunzi kama mimi ili tuweze kuendelea na masomo, kutimiza ndoto zetu, na kwa sasa niko shuleni kidato cha 4, na mshukuru Mungu. Mimi ningependa wazazi wangetusikiliza. Unajua kosa, kwa unapofanya kosa late na mtu akakuchukulia negative, sio vizuri. Watoto tunakosea, huenda naye alishawahi kukosea mzazi kama wewe akiwa kuna umri kama kwako. Kwa mimi ningeomba wazazi watusikilize. Unapokosea mara ya kwanza, unajua tunajifunza kutokana na makosa. Ukikosea mara ya kwanza, najua utajirekebisha na utarudia tena kosa. Kwa hiyo kwamba wazazi watusikilize. Hivyo basi tuko mbele yenu kuwaletea shairi linalohusu mtoto ni malezi. Tunaomba mlipokee. Shairi hili litasemwa kwa lugha ya Kiingereza na kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa majina yangu naitwa Esther Dominiki. Kiupande wangu kuna changamoto nyingi ambazo nimezipitia au nimekutana nazo, ikiwemo changamoto ya kwanza kabisa. Yaani kiufupi nilikuwa nishawahi kusoma. Nilisomaga shule nikaishia hadi kidato cha 2, nilipoishia kidato cha 2. Sasa shida inakuja pale ambapo yani mimi na wazazi, yani ule uhusiano au malezi bora. Yani ilifika hatua unaenda mtu shule unakosa ni hivyo. Unajua mimi ni binti eti nahitaji yani kuna shule ninyoshe nguo, manake afu kiangalia sio shule ya day, yani sio shule ya boarding, ni ya day. Kwa tunakutana na watu ambao wamekuja shule wamenyosha nguo, yani hivyo. Hasa mimi nilikuwa nahitaji maisha ya vile. Hasa ukiangalia wazazi sio kama uwezo wana kutimiza nini, labda kununua shati, t-shirt, sijui, ila inafika hatua sio kwa yani mpaka mtu changanyikiwa. Sawa hivyo nashindwa kukupa mahitaji yako muhimu. Inafika hatua mpaka unajihusisha na mambo yasiyofaa, ikiwemo nikajiingiza kwenye mapenzi. Hasa nilipojihusisha kwenye mapenzi hivyo nikapata mimba. Sasa nilipopata mimba nikaacha shule. Nilipoacha shule basi maneno yakawa mengi mtaani. Umeamua kuzaa, endelea kuzaa. Yani imefika hatua hata nyumbani wewe na wazazi wakitoa kitu, yani wewe ukitaka kuchangia mada, yani huwezi. Kwanza mtu anatokea tu anakudakia juu, wewe unaongea nini, una point gani? Yani inafika hatua unakaa nyumbani yani kama sio kwako. Yani mpaka mtu unawaza hivi, hapa ni nyumbani kweli? Ila utafanya nini? Inabidi tu uishi. Sasa ile yani nimepitia changamoto nyingi, na sio wazazi tu, ikifika hatua ni hadi ndugu fulani, unajua ngoja niongee naye anisaidie 1 2 3. Nakwambia wewe usiache shule, mimi siwezi kukusaidia. Na kweli anashindwa kusaidia. Mambo ambayo natamani wazazi wengine wayafanye kama alivyojitahidi. Kiufupi nampa mamangu hongera, kwa sababu baba
yangu alijitahidi sana, yani alifanya mbinu ili nisirudi shule, maana alikuwa na moyo kusamehe, ila mama yangu akanipa tena nafasi. Kwa wazazi napenda kuambia kwamba yani ipo hivi, sawa sisi ni binadamu tunakosea, lakini mtoto akishasema sawa kweli mama nimekosea, mzazi nimekosea, naomba unisamehe, nataka nianze tena maisha upya, umpe nafasi, usijali yale ya nyuma, inabidi umpe nafasi na yeye aanze tena kwa sababu kashajua kosa lake. Kwa jina naitwa Elini Bulemo. Changamoto ambayo watoto wanapitia kwa asilimia kubwa, unakuta mwingine anapokuwa shuleni anakuwa hana mahitaji ambayo yanaweza kumtosheleza anapokuwa katika mazingira ya shule. Ninasemea kwa upande wa watoto ambao wanasoma shule za boarding. Unakuta mwingine anakuja hana vifaa ambavyo vitamkidhi kwa mahitaji yake. Pia kwa watoto ambao wanasoma shule za day, unakuta mwanafunzi anatoka umbali mrefu, anatembea, anakumbuka nyumbani anapotoka, familia anayotoka ina hali duni, yani wale ambao hawana uwezo kivile. Kwa hiyo anapokuja shuleni anakaa muda mrefu, hali chakula pia inampelekea kushuka kimasomo. Kitu ninachotamani wazazi wakifanya ili kuboresha mazingira ya kwetu sisi watoto, tunahitaji wazazi watutie moyo tunapokuwa katika swala letu la kielimu. Pia tunahitaji wazazi watupambanie ili kutimiza ndoto zetu. Unatazama ER Media TV Tabora Town.